أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعala wabarakatuh. Katika maneno yetu ambayo kwamba tuliongea katika vikao ambavyo kwamba vilivyopita, tunataka kusema hivi kwamba dhalika aljuz'u alladhi ja'ala Allahu lak, yani kile kipande ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichokujalia ndio itakayokuwa uhuru wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa sehemu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa hewa, kwa hivyo tunapumua hewa tutakavyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia kila kitu ambacho kwamba ina serve miili yetu hizi. Kwa hivyo utumizi wake na kila kitu chake ndio uhuru ambao kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba amekuwa ni mwenye kutupa uhuru wa utumizi, uhuru wa kupumua na vitu kama hivyo. Hakuna mtu atakupangia jinsi ya kuvuta hewa yako. Hakuna mtu atakupangia jinsi ya movements zako. Hakuna mtu ambaye kwamba atakupangia, isipokuwa tulisema kwamba ni zile sheria ambazo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea kwamba kuanzia hapa mpaka hapa hautafika na kuanzia hapa mpaka hapa utakuwa ni mwenye kufika. Sasa anasema alladhi, yani hicho kipande ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekupa, huwa kullu dhalika aljuz, ni kila kipande ambacho kwamba alladhi ja'ala Allahu laka min al-ardh, ambapo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia kipande hicho, mathalan kipande katika ardhi ambapo kwamba unaweza faidika nayo, wal hawa, na hewa ambapo kwamba unaipumua kila siku, hakuna mtu anaweza kukupangia na kukupimia, wal ma, na maji, bahari ambazo kwamba zimo katika ardhi hii, mito na vitu kama hivyo tunaweza stafidi nazo. Wa kullu ma yu'tika alhaya, na kila kitu ambacho kwamba kinachokupatia kina serve mwili wako, ambaye kwamba itakapokusavu inakupa uhai. Fahuwa lak, zote hizo ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisheria kwamba ni kwa ajili ya manufaa yako, ni yako. Wa anta hurrun fi tasarruf bidhalik, chochote utakachopata katika njia ya halali, chochote utakachoingiza katika njia ya halali, sehemu ambayo kwamba uko ambayo kwamba ni ya halali ni yako, uko na haki ya kutasarraf, uko na haki ya kutumia unavyotaka. Muhimu uchunge zile sheria za Mwenyezi Mungu na hukumu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo uko na haki zote za kutasarraf. Uende uoe sehemu fulani, huyo mke atakuwa ni wako na halali wako. Kwa hivyo uko na haki ya kutasarraf kivyovyote vile, uko na uhuru wa kutasarraf na mke wako kivyovyote vile unavyotaka wewe. Sasa kuna hadithi ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Taban katika hadithi hii tunataka tuoneshe kwamba kila mmoja wetu yuko na haki ya kutasarraf, kila mmoja wetu yuko na haki ya kutumia kitu alichompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na baada ya kutumia kitu hicho au baada Mwenyezi Mungu kumpa, haijuzu yeye kutumia ya mtu wa pili ambacho kwamba sio haki yake. Haijuzu kutumia chochote, na tunarudia tena nukta hii, haijuzu kutumia kitu ambacho kwamba sio chako, kitu ambacho kwamba ni cha ndugu yako. Wewe kabisa unajua hii kitu ambacho kwamba mimi ninacho ni ya ndugu yangu, ni ya kaka yangu, ni ya ndugu yangu Muislamu. Haijuzu wewe kutasarraf, kuitumia kwa maslahi yako pasina ridhaa yake na pasina yeye kuwa radhi nayo, ambaye kwamba katika zama hizi tunaona ni kitu wazi, ni kitu cha kawaida. Mtu inafika pahali anaweza kutasarraf na kitu cha ndugu yake pasina yeye kupima na pasina yeye kufikiria kwamba hii kitu ambacho kwamba mimi ninacho
ambacho kwamba ni cha ndugu yangu, kwa nini ninatumia? Na matumizi yake je, ni halali ama si haramu? Wakati zama hizi hatuna hizo kabisa. Mtu anaweza kutumia kitu cha ndugu yake pasina kumwambia, anaweza uza kitu cha ndugu yake pasina kumwambia, pasina ridhaa yake, hata kama akijua. Watu wengine wanasema atafanya nini? Hata akijua atafanya nini? Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema hadithi ya kwanza ambayo kwamba tutasoma, anasema kwamba man kanat indahu amanatahu falyuaddiha ila man itamanahu alaiha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeyote aliye na amana basi na airejeshe kwa yule aliyempa amana hiyo. Yani mtu yote ambaye kwamba yuko na amana ya mtu fulani, mtu yote ambaye kwamba yuko na haki ya mtu fulani, falyuaddiha ila man itamanahu alaiha, basi hini wanasema hii ni amri. Falyuaddiha, hii lam inaitwa lamul amr, yani ni lam ya kuamrisha. Falyuaddiha ila man itamanahu alaiha, basi airejeshe kwa yule ambaye kwamba aliyempa amana hiyo. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema fa inna, anaendelea anasema, afwan, Mtume anaendelea katika hiyo hadithi, anaendelea anasema fa innahu la yahillu, hakika damu ya Muislam, la yahillu dam imri'in muslimin, hakika damu ya Muislamu, wala malo, wala mali yake, haiwi ni halali illa bitibati nafsi minhu, isipokuwa kwa ridhaa yake. Yani wakati ambao kwamba atakuwa yuko na ridhaa yake kwa damu yake ama kwa mali yake, wakati ambao kwamba atakuwa anajua kwamba sasa huyu mtu fulani ameniomba, huyu mtu fulani amehalalisha damu fulani, basi inamaanisha kwamba wewe inajuzu kutumia. Lakini pasina ridhaa ya mtu, ndugu zangu, pasina ridhaa ya mtu ambaye kwamba hii itakuwa ni yenye kuingia katika mlango wa nini? Katika mlango wa uwizi, yani kuiba kitu cha mwenzako. Watu wengine wanasema kukon kitu cha mwenzako, yani katika lugha mtaani tunasema kwamba unakoni kitu cha mwenzako, unatumia kitu cha mwenzako pasina kuiba, pasina kunini, pasina ridhaa yake. Inamaanisha kwamba haijuzu. Na ikiwa unatumia, inamaanisha kwamba utakuwa unatumia kitu kilichokuwa ni haramu, utakuwa unakula kitu ambacho kwamba ni haramu, utakuwa unavaa kitu ambacho kwamba ni haramu, na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni lazima na lazima atakuwa ni mwenye kukuuliza. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya mwisho, yani katika hadithi ya kwamba inajulikana kuwa ni khutbatul wida. Yani khutbatul wida, yani ni ile khutba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa ni mwenye kuaga. Anasema ayyuhan nas, enyi watu, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini kama waumini kwa ujumla wote ni mandugu. Yani kwa kumaanisha kwamba wote na wote ni mandugu, Waislamu wote ni mandugu. Anaendelea anasema wala yahil, na si halali, wala yahil limu'minin, na si halali kwa muumini, mal akhihi, kutumia na utumizi wa mali ya ndugu yake, illa antibi nafsin min, isipokuwa huyo ndugu akiwa amekuwa ni mwenye kuridhia. Yani kwa kumaanisha kwamba kuingia kwa haki ya mwenzako, kuingilia haki ya mwenzako, kuingilia vitu vya mwenzako, kuchukua vitu vya mwenzako, kuiba vitu vya mwenzako ni haramu na haijuzu kabisa kabisa katika Uislamu. Na ikiwa unafanya hivyo, ndugu yangu, tafadhali jiepushe, maana utakuwa ni mahsub, utakuwa unahesabiwa. Yani siku ya Kiyama
utakuwa unatembea hivi, lakini kumbe una deni nyingi sana nyuma yako. Utakuwa unapata watu wengi sana na kufuata siku ya Kiyama, wanakuuliza ulinichukulia kitu fulani, ulinichukulia kitu fulani, ulinichukulia kitu fulani. Na hapo wewe ndio unategemea swala zako, hapo wewe ndio unategemea somo zako, hapo wewe ndio unategemea sijui dua zako ulikuwa unasoma, lakini kumbe mwisho na mwisho hizo dua zako zitachukuliwa, hizo swala zako zitachukuliwa, hizo somo zako zitachukuliwa, kwa ajili hauna kitu cha kulipa. Utalipa nini? Sasa swala zako zitachukuliwa, zitakuwa zenye kulipa wale ambao kwamba ulikuwa unawaibia. Hapa duniani utaona kwamba mimi nafanya hivi, nina raha. La, sio masala, sio hivyo. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, haijuzu wewe kuvuka haki ya mwenzako, haijuzu wewe kuvuka mipaka ya mwenzako, haijuzu wewe kufanya chochote ambacho kwamba kitatoa ile sura na picha ya haki ya mwenzako. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.